Viliandikwa vitabu vingi, vinaandikwa vitabu vingi, na vitakuwepo vitabu vingi. Lakini katika hivyo vyote hakutowahi tokea kitabu kama Biblia. Maana Biblia ni zaidi ya kitabu. Biblia ni zaidi ya maandiko. Ndio maana Biblia ndicho kitabu ambacho kinaongoza kupigwa vita zaidi ya vitabu vyote. Biblia imepigwa vita zaidi ya wafalme. Biblia imepigwa vita zaidi ya majeshi makubwa ambayo unayajua duniani. Biblia imepigwa vita, imepitia katika kipindi kigumu sana, lakini mpaka sasa Biblia bado imesimama. Biblia inaishi, Biblia itakuwepo, Biblia haitapita, Biblia itadumu katika vizazi vyote. Ndugu mpenzi mtazamaji wetu, ninaomba uungane nasi katika kipindi hiki tuende kuangalia safari ya Biblia mpaka imetufikia hapa. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unapitwa na mambo mengi. Subscribe channel hii, Hazina ya Kanisa, share kwa wengine ambao unatamani na wao wasikie vitu ambavyo unavisikia katika channel hii, na Mungu atakubariki. Ni mimi mwalimu wako Vicenti Mwakisiala, naomba tuwe pamoja katika kipindi hiki mahalumu sana, na Mungu atakubariki sana. Amen. Tuanze na neno Biblia. Neno Biblia ni neno ambalo linatokana na lugha ya Kiunani au Kigiriki ambalo lilikuwa linatamkwa Biblos. Biblos ambapo lilikuwa limebeba maana ya mkusanyiko wa vitabu. Yaani sehemu ambapo vimekusanywa vitabu vingi sana, basi palikuwa panatamkwa Biblos, ambapo baadaye neno hili tukaja kulitumia katika lugha zetu kama Biblia, na katika lugha ya Kizungu inatumika kama Bible. Lakini tafsiri ya neno Biblia ina maana ya mkusanyiko wa vitabu. Biblia ni jumla ya mkusanyiko wa vitabu 66 ambavyo hivyo vitabu vimeandikwa na waandishi mbalimbali, na hao waandishi wameandika katika nyakati mbalimbali tofauti wakiwa katika vizazi tofauti. Hivyo vimekusanywa vile vitabu ambavyo vimeandikwa na hao waandishi 66, ambapo vikawekwa katika kitabu kimoja, na hicho kitabu kikapewa jina la mkusanyiko wa vitabu hivyo vyote. Kwa hiyo mkusanyiko wa hivyo vitabu vyote ukapewa jina Biblia, na neno hili likavuviwa kuwa ni neno la Mungu. Kwa hiyo Biblia maana nyingine tunaita maandiko matakatifu. Maana nyingine ya Biblia tunaita ni maandiko matakatifu, kwa maana walioandika vitabu hivyo 66 waliandikwa chini ya uongozi maalum wa Roho wa Mungu. Hivyo Biblia ni maandiko matakatifu. Kwa lugha nyingine tunaita Biblia ni neno halisi la Mungu. Biblia imeandikwa na waandishi wasiopungua 40 tofauti. Biblia imeandikwa na waandishi wasiopungua 40 tofauti. Biblia ni vitabu ambavyo havijashushwa. Vitabu vya Biblia havijashushwa, na hakuna hata mwandishi mmoja aliyeshushiwa kitabu chochote cha Biblia. Hakuna hata mwandishi mmoja aliyeshushiwa kitabu chochote cha Biblia, bali waandishi wote waliandika. Kwa hiyo Biblia imeandikwa na watu wasiopungua 40 tofauti. Lakini miaka ambayo Biblia imeandikwa ni zaidi ya miaka 1600. Biblia imeandikwa kwa muda usiopungua miaka 1600, yani karne zaidi ya 16 Biblia inaandikwa. Hivyo vitabu vya Biblia au kitabu cha Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa muda mrefu kuliko vitabu vyote duniani. Ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa muda mrefu kuliko vitabu vyote duniani.
Lakini Biblia pia imeandikwa katika vizazi 40 tofauti tofauti. Yaani waandishi wa hivi vitabu vya Biblia wametokea katika vizazi tofauti tofauti 40. Kwa hiyo unaona kuna mabadiliko makubwa ya wakati wa uandishi wa Biblia. Kuanzia yule mtu wa kwanza aliyeandika Biblia mpaka wa mwisho imepita miaka 1600. Lakini pia katika kipindi hicho vizazi vimepita vizazi vingi. Kwa unaposoma Biblia unakutana na vitu ambavyo maisha ambayo watu wameishi katika vizazi tofauti tofauti. Hivyo unapatana na kitu halisi kinachoelezea maisha katika vizazi tofauti tofauti. Hivyo ndio maana tunasema Biblia ni kitabu ambacho ni cha tofauti kuliko vitabu vingine vyote. Lakini pia Biblia imeandikwa katika lugha 3. Biblia imeandikwa katika lugha 3 ambazo lugha hizo ni Kiebrania, Kigiriki na Kiaramaiki. Lugha 3 ambazo zimetumika kuiandikia Biblia ni hizi lugha kongwe, lugha za zamani ambazo ni Kiebrania, Kigiriki, ambacho Kigiriki kwa lugha nyingine tunaita Kiyunani na lugha ya Kiaramaiki, ambapo katika maandiko ya Agano la Kale yameandikwa kwa lugha ya Kiebrania na katika sehemu chache imeandikwa katika lugha ya Kiaramaiki. Kwa hiyo sehemu kubwa ya Agano la Kale imeandikwa kwa Kiebrania na sehemu nyingine chache zimeandikwa kwa Kiaramaiki. Lakini Agano Jipya lote limeandikwa kwa lugha ya Kiyunani. Agano Jipya yote limeandikwa kwa lugha ya Kiyunani. Hivyo hizi lugha zote ambazo tunazisoma Biblia, ikiwa ni pamoja na Kiingereza, ikiwa ni pamoja na Kifaransa au Kiswahili, hizi lugha zote ni tafsiri za Biblia. Hizi lugha zote ni tafsiri za Biblia kutoka katika zile lugha mama za Biblia, au tunaweza tukasema lugha za asili za Biblia. Kwa hiyo Biblia hii tunayoisoma ya Kiswahili tujue ni tafsiri kutoka katika hizi lugha 3 kubwa ambazo zilitumika kuandikia Biblia. Lakini asilimia kubwa ya Biblia Kiswahili imetafsiriwa katika lugha ya Biblia ya Kiingereza. Kwa hiyo kutokana na lugha ya Kiingereza umetafsiriwa lugha ya Kiswahili. Lakini zipo pia tafsiri nyingine mbalimbali za Biblia ambazo kuna lugha hizi za makabila, hizi wanaita local language. Hizi lugha pia zina Biblia yake. Kwa mfano kuna Biblia ya Kinyakyusa, kuna Biblia ya Kihehe, kuna Biblia ya Kichaga na Biblia za aina nyingine nyingi. Hivyo Biblia ni kitabu ambacho kinaongoza kutafsiriwa katika lugha nyingi duniani. Biblia ni kitabu ambacho kinaongozwa kutafsiriwa katika lugha nyingi duniani. Yaani kama utaki kusoma Biblia ni wewe tu, lakini Biblia inatafsiriwa mpaka kwa lugha ya asili yako. Biblia imetafsiriwa mpaka katika lugha ya kabila yako. Na hii ni kazi ya Roho Mtakatifu kuhakikisha kwamba neno la Mungu linaeleweka kwa watu wa lugha zote, watu wa kabila zote, watu wa jamii zote. Lakini jambo la muhimu sana la kulizingatia na la kulijua hapa ni lugha 3 tu ambazo waandishi walitumia kuandika Biblia, ambazo lugha hizo 3 ni Kiebrania, Kiaramaiki pamoja na Kiyunani au Kigiriki. Biblia imeandikwa katika mabara 3 tofauti tofauti. Biblia imeandikwa katika mabara 3 tofauti ambapo ni Asia, Afrika pamoja na Ulaya. Mabara hayo ni Asia, Afrika pamoja na Ulaya. Lakini katika locations ambazo zinatajwa katika Biblia zimebezi katika mabara haya 3. Yaani yale maeneo ambayo yanatajwa sana katika Biblia yapo katika haya mabara 3 ambayo ni Asia, Afrika pamoja na bara la Ulaya. Biblia imeandikwa katika maeneo tofauti tofauti. Biblia imeandikwa katika mazingira na maeneo tofauti tofauti. Biblia imeandikwa nyikani, yani jangwani. Biblia imeandikwa kifungoni. Biblia imeandikwa ikulu. Biblia imeandikwa gerezani.
Biblia imeandikwa uhamishoni. Biblia imeandikwa nyumbani. Biblia imeandikwa mashambani. Biblia imeandikwa sehemu nyingi tofauti tofauti pamoja na hizo nilizokutajia. Lakini Biblia imeandikwa na watu wa taaluma mbalimbali. Biblia imeandikwa na watu wa taaluma mbalimbali au watu wa kazi aina zote. Watu ambao walikuwa na status za aina mbalimbali na walikuwa wafanyaji wa kazi wa aina tofauti tofauti. Yaani Biblia imeandikwa na wafalme. Biblia imeandikwa na masikini, mafukara. Biblia imeandikwa na madaktari. Biblia imeandikwa na wavuvi. Biblia imeandikwa na watoza ushuru. Biblia imeandikwa na wasomi. Biblia imeandikwa na wakulima. Biblia imeandikwa na watu ambao walikuwa kifungoni. Lakini Biblia imeandikwa na watu wengine wa aina nyingi tofauti na hizo na kadhalika, wametumika kuandika Biblia. Kwa hiyo nakutana na kitabu cha Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa na aina mbalimbali za waandishi wenye status za aina tofauti tofauti. Lakini pia Biblia imeandikwa katika nyakati au hali tofauti tofauti. Biblia imeandikwa katika nyakati au hali tofauti tofauti. Biblia imeandikwa wakati wa vita. Biblia imeandikwa wakati wa amani. Biblia imeandikwa wakati wa umasikini na ufukara. Biblia imeandikwa wakati wa utajiri na ustawi. Biblia imeandikwa wakati wa uhuru. Lakini Biblia imeandikwa wakati wa utumwa. Biblia imeandikwa katika hali na hisia tofauti tofauti. Biblia imeandikwa katika vilele vya furaha. Lakini pia vimeandikwa katika vilindi vya kukata tamaa na katika hali ya huzuni. Biblia imeandikwa. Kwa unaposoma Biblia unakutana na Biblia ikiwa imebeba hisia tofauti tofauti na za watu tofauti tofauti walioandika. Kwa Biblia imejaa hisia za aina mbalimbali ambazo zinaelezea maisha ya mwanadamu. Lakini mambo mawili makubwa na ya muhimu sana ambayo yamefanya Biblia iandikwe au vitabu hivi vya Biblia viandikwe. Mambo mawili makubwa na ya muhimu sana Biblia imeandikwa. Jambo la kwanza ni kufunua uso wa Mungu. Biblia imeandikwa ili kufunua uso wa Mungu. Unataka kuona uso wa Mungu? Kuna watu wanafunga kwa kutaka kuona uso wa Mungu. Kama unataka kuona uso wa Mungu, uzuri wa Mungu, ukuu wa Mungu, fadhili za Mungu, sura zote za Mungu, basi jifunze sana Biblia. Jifunze sana Biblia. Mungu kajifunua sana katika vitabu vya Biblia. Kajiweka wazi mno katika vitabu vya Biblia. Hautaweza kumjua Mungu kamwe kama utakuwa unajiweka mbali na mafundisho ya Biblia. Biblia ndicho kitabu pekee kinachomfunua Mungu kwa sura yake, kwa ukuu wake, kwa ukarimu wake, kwa upendo wake, kwa fadhili zake, kwa umilele wake, kwa utukufu wake. Hivyo vitu vyote vinamfunua Mungu katika Biblia. Hivyo Mungu anasema maneno, kila kitu kitapita duniani, lakini maneno yake hayatapita kamwe. Maneno yake hayatapita. Kwa sababu gani? Kayatia muhuri na kayathibitisha kwamba hakika ni maneno ya Mungu, hakika ni sura ya Mungu, na sura ya Mungu iko katika neno lake. Ukitaka kumjua Mungu, jifunze sana maandiko. Lakini jambo la pili la muhimu sana, ambalo kwa sababu ya hilo jambo Biblia imeandikwa, ni kuielezea kazi ya Yesu msalabani. Biblia imeandikwa kwa sababu ya kuielezea kazi ya Yesu msalabani. Katika vitabu vyote vya Biblia vinalenga tukio moja kubwa la muhimu la kazi ya msalaba pale Kalvari. Hiyo kazi kubwa ya Biblia ni kuelezea kazi ya msalaba pale Kalvari. Hakika hakuna kitu cha kikubwa ambacho kimeandikwa katika Biblia zaidi ya kazi ya msalaba pale Kalvari.
Mambo mengine ya kuyatambua ambayo yametajwa katika Biblia kwa ukuu. Mambo mengine ya kuyatambua ambayo yametajwa katika Biblia kwa ukuu ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni Mungu. Sasa Mungu tunashindwa kumweka katika namna gani, lakini tunasema ni jambo la kwanza ambalo limetajwa kwa ukuu katika maandiko ni Mungu. Hakuna kitu kikuu kama Mungu. Hakuna mtu mkuu kama Mungu. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho Biblia imekitaja kwa ukuu. Lakini pia jambo lingine ambalo Biblia imelitaja kwa ukuu linaitwa anguko kuu. Ili anguko kuu la mwanadamu, katika maanguko yote ya mwanadamu, basi anguko moja ambalo ni anguko kubwa kuliko maanguko yote lilitokea pale bustani ya Eden, ambalo limetajwa katika Mwanzo 3. Hilo linaitwa anguko kuu. Lakini kitu kingine ambacho kinatajwa katika Biblia ni mtu mkuu kuwahi kutokea kuishi katika dunia. Mtu mkuu kuwahi kutokea kuishi katika dunia, ambaye huyo ni Kristo Yesu. Huyo ndo mwanadamu mkuu kuwahi kutokea kuishi duniani, kwa sababu Yesu alipozaliwa duniani alizaliwa kama mwanadamu. Basi yeye ndiye mwanadamu mkuu kuwahi kutokea kuishi duniani. Katika kipindi ambacho aliishi kama mwanadamu, tunamweka katika wanadamu wakuu ambaye aliwahi kuishi pasipo kutenda dhambi wala kukosea, na akautimiza wokovu wa Mungu. Lakini katika kitu kingine ambacho kimetajwa kwa ukuu kinaitwa wokovu mkuu. Katika Waebrania pale anasema tutapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii. Katika namna zote za wokovu ambazo Mungu alikwisha wahi kuwaokoa wanadamu, au ambazo atawahi kuja kuwaokoa wanadamu, basi hakuna wokovu mkuu kama ule pale Calvary wa Yesu msalabani. Ule ndo wokovu mkuu duniani ambao dunia ilikuwa inausubiria tangu mwanadamu wa kwanza mpaka mwanadamu wa mwisho anautegemea wokovu huu wa pale Calvary. Lakini kitu kingine ambacho kimetajwa kwa ukuu kinaitwa agizo kuu. Agizo kuu. Hichi ni moja ya vitu vikuu ambavyo Biblia inaviongelea, agizo kuu, ambalo ile agizo kuu ni enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hilo ndilo agizo kuu katika ulimwengu. Enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hilo ni agizo kuu. Lakini kitu kingine ambacho kimetajwa katika ukubwa ni dhiki kuu. Ipo dhiki kuu ambayo itakuja ulimwenguni, ambapo haijawahi tokea dhiki kama hiyo tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka mwisho wa ulimwengu. Hiyo imetambulika kama dhiki kuu. Tutakapopata muda tutakuja kuiongelea ili jambo kwa ukubwa wake. Lakini kitu kingine ni hukumu ya mwanadamu. Ni kitu kikuu. Hiyo inaitwa siku kuu ya mwisho, yani siku kubwa ya mwanadamu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Hiyo siku inasubiriwa, ambapo mataifa yote, kila mtu, watu wa rangi na kabila zote, watu wa lugha zote, watu wa namna zote, wakubwa kwa wadogo, watasimama mbele za Mungu katika hiyo siku kuu tangu kuumbwa kwa ulimwengu, ambapo kila mwanadamu atahukumiwa sawasawa na matendo yake. Atahukumiwa sawasawa na matendo yake. Hivyo basi ni kushauri kwamba hakuna njia nyingine ya kupona isipokuwa kumpokea Kristo Yesu, kwa maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Huwezi ukamwona Mungu pasipo Kristo Yesu. Hivyo ni vitu vikuu ambavyo Biblia inaviongelea sana katika maandiko. Hivyo na vingine vingi, lakini nimekuandalia hivyo kwa sasa hivi. Sasa takwimu mbalimbali katika vitabu vya Biblia. Katika takwimu mbalimbali katika vitabu vya Biblia ni kama ifuatavyo. Biblia ina vitabu 66. Biblia ina vitabu 66 ambavyo hivyo vitabu vina sura 1189. Hivyo vitabu vina sura au milango 1189, ambapo mistari ni 31,101. Mistari iliyopo ni 31,101. Lakini pia ahadi zilizotolewa katika Biblia ni ahadi 1260, ambapo amri zilizopo katika Biblia ni amri 6,000
468. Lakini kuna zaidi ya utabiri wa 8,000. Yani utabiri ni zaidi ya 8,000 katika Biblia. Utabiri zaidi ya 8,000 au unabii. Lakini unabii uliotimia ni katika mistari 3,268. Ni unabii uliotimia. Lakini unabii ambao bado haujatimia na unaendelea kutimia ni katika tabiri 3,140. Lakini idadi ya maswali ambayo yameulizwa katika Biblia ni maswali 3,294. Ni maswali 3,294. Sasa jina refu zaidi katika Biblia, hapa itabidi nikoe kidogo. Jina refu zaidi katika Biblia ni Mael-Shalbaz. Sijui kama nitakuwa nimelisoma vizuri sana, kwa sababu hilo jina ndugu yangu ni kama unavyoliona hapo. Ni jina ambalo limenishinda kabisa kulisoma. Hilo ndilo jina refu zaidi katika Biblia. Linapatikana katika Isaya 8 mstari wa 1. Lakini mstari mrefu zaidi katika Biblia, mstari mrefu zaidi katika Biblia, hii ni kwa mujibu wa maneno ya lugha ya Kiebrania, ni katika ile lugha mama. Unaweza ukawa mstari mrefu zaidi, lakini katika lugha nyingine ukawa sio mstari mrefu kulingana na maneno jinsi ilivyotafsiriwa. Lakini katika zile lugha za asili, mstari mrefu zaidi ni Esta sura ya 8 na mstari wa 9. Esta sura ya 8 na mstari wa 9. Huo ndio mstari mrefu zaidi katika Biblia. Utausoma kwa muda wako. Lakini mstari mfupi zaidi katika Biblia ambapo ni kwa mujibu wa lugha zile lugha za asili, mstari mfupi zaidi ni Yohana sura ya 11 mstari wa 35. Yohana 11 mstari wa 35, Biblia inasema Yesu akalia tu au akaomboleza. Katika ile lugha ndio mstari mfupi zaidi katika Biblia. Lakini katika vitabu vya katikati vya Biblia, yani vitabu vya kati katika Biblia, vitabu ambavyo viko katikati ni vitabu vya Mika na Naumu. Yani hiyo ndio vitabu ambavyo vipo katikati ya Biblia, ni Mika na Naumu. Lakini sura ya katikati katika Biblia, katika hizo sura zote, sura ya katikati ni Zaburi ya 117. Hapo ndipo sura iliyopo katikati kabisa ya Biblia. Lakini sura fupi zaidi katika Biblia kwa idadi ya maneno machache, yani kwa lugha nyepesi katika yale maneno ya lugha za asili, ambapo sura hiyo ina maneno machache zaidi ni Zaburi ya 117. Hiyo ndo sura fupi zaidi katika Biblia. Lakini kitabu kirefu zaidi katika Biblia kwa idadi ya sura ni sura 150, ambacho tumeshakijua ni kitabu cha Zaburi. Hicho ndo kitabu kirefu zaidi katika Biblia kwa idadi ya sura. Lakini kitabu kifupi zaidi kwa hesabu ya maneno, kutokana na hizo lugha za asili, kitabu kifupi zaidi kwa hesabu ya maneno basi ni waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana. Hiyo ndio kitabu kifupi zaidi kwa idadi ya maneno katika Biblia. Lakini sura ya Zaburi 119 ndo sura yenye mistari mingi sana katika Biblia, au tunaweza tukasema sura ndefu zaidi katika Biblia kwa idadi ya mistari ni Zaburi ya 119, ambapo ina mistari 176. Ina mistari 176. Lakini hesabu ya neno Mungu katika Biblia, hesabu ya neno Mungu katika Biblia imetokea mara 3,358. 3,358. Lakini hesabu ya neno Bwana katika Biblia, hesabu ya neno Bwana katika Biblia imetokea mara 7,736. Mara 7,736. Na kama nilivyosema, waandishi ni zaidi ya 40. Na kama nilivyosema,
Biblia imetafsiriwa kwa lugha nyingi zaidi, lakini ni zaidi ya lugha 1200 duniani kote. Yaani hizo tafsiri ambazo zinatambulika, ambazo zimefasiriwa katika Biblia ni zaidi ya lugha 1200 duniani kote, na bado inaendelea kutafsiriwa katika lugha nyingine nyingi, na ndicho kitabu kilichotafsiriwa kwa lugha nyingi zaidi duniani. Ni kitabu ambacho kimetafsiriwa katika lugha nyingi zaidi duniani. Sasa hivi ni vitabu na waandishi wake. Ninaenda kukutajia vitabu na waandishi wake, lakini siku nyingine tutaangalia na muda ambao vitabu hivyo viliandikwa, yaani miaka ambayo vitabu hivyo viliandikwa. Ila leo nitakutajia vitabu na waandishi wake, ambapo kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Vitabu hivi vitano viliandikwa na Musa. Hivi vinatambulika kama vitabu vya Torati. Ijapokuwa kitabu cha Mwanzo hakimo katika Torati, lakini kwa ujumla wake vinaitwa vitabu vya Torati. Kwa lugha ya kitaalamu inaitwa Pentateuch. Ni vitabu vitano vya Musa, ambapo msingi wa Biblia yote upo katika hivi vitabu vitano vya Musa. Lakini kitabu cha Yoshua kiliandikwa na Yoshua mwenyewe. Kitabu cha Waamuzi, Rutu na Samueli wa kwanza viliandikwa na Samueli, mwamuzi au nabii. Samueli mwamuzi, kwa sababu Samueli alikuwa na kazi mbili. Alikuwa ni mwamuzi ambaye alikuwa ni mwamuzi wa mwisho katika taifa la Israeli, lakini alikuwa ni nabii ambaye huyu aliandika vitabu vya Waamuzi, Rutu na Samueli, kitabu cha kwanza cha Samueli. Lakini kitabu cha kwanza cha Samueli kiliandikwa na watu watatu, ambapo ni Samueli, Gadi na Nathan. Hawa waliandika kitabu cha Samueli cha kwanza, Samuel, Gadi na Nathan. Lakini kitabu cha Samueli cha pili kiliandikwa na Gadi na Nathan. Kitabu cha Samueli cha pili kiliandikwa na Gadi na Nathan. Lakini kitabu cha Wafalme wa kwanza na kitabu cha pili cha Wafalme viliandikwa na Yeremia. Hivi vitabu vyote viwili vya Wafalme viliandikwa na Yeremia. Lakini kitabu cha Mambo ya Nyakati na kitabu cha Mambo ya Nyakati cha pili, vyote hivyo viliandikwa na Ezra kuhani, pamoja na kile kitabu cha Ezra. Hivi vyote vitabu vitatu viliandikwa na Ezra kuhani. Mambo ya Nyakati kitabu cha pili na kitabu cha Ezra. Lakini kitabu cha Nehemia kiliandikwa na Nehemia. Na kitabu cha Esther kiliandikwa na Mordekai. Hii inasadikika Mordekai ndiye mwandishi wa kitabu cha Esther, ingawaje wengine wanahisi kwamba yamkini Esther aliandika mwenyewe, lakini kwa sababu ya Esther alikuwa ni mwanamke, na kipindi kile waandishi wengi walikuwa ni wanaume, na jumbe nyingi zilizokuwa zinafika kwenye jamii zilikuwa ni za kutoka kwa wanaume, basi tunaipa asilimia kubwa nadharia hii ya kusema Mordekai ndiye mwandishi wa kitabu cha Esther. Lakini kitabu cha Ayubu, mwandishi wake inasadikika kuwa ni Musa. Kitabu cha Ayubu kinasadikika kuandikwa na Musa. Lakini kitabu cha Zaburi kwa asilimia kubwa kimeandikwa na Mfalme Daudi. Kitabu cha Zaburi kwa asilimia kubwa kimeandikwa na Mfalme Daudi, lakini kuna baadhi ya maandiko yameandikwa na watu wengine wengi, wakiwemo wana wa Kora, akiwemo Musa, akiwemo Ezekiel mfalme Ezekia, na wengine wengi waliweza kuandika Zaburi. Lakini kwa asilimia kubwa ya maandiko ya Zaburi yameandikwa na Daudi. Hao wengine waliandika, lakini si kwa sehemu kubwa. Lakini kitabu cha Methali au Misali kiliandikwa kwa asilimia kubwa na Sulemani. Sulemani alikiandika kitabu cha Misali kwa asilimia kubwa, lakini pia kitabu cha Mithali kiliandikwa na watu wengine akiwemo Aguli na Lamueli. Hao pia waliweza kuandika baadhi ya mambo katika kitabu cha Mithali. Baadhi ya mashairi yalikuwa ni Aguli pamoja na Lamueli. Lakini kitabu cha Mhubiri kiliandikwa na Sulemani pamoja na kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora wengine walikuwa wanakiita Wimbo wa Nyakati. Hivi vitabu vyote viwili na Mhubiri viliandikwa na Sulemani.
Lakini kitabu cha Isaya kimeandikwa na Isaya, na kitabu cha Yeremia kimeandikwa na Yeremia, pamoja na kile kitabu cha maombolezo. Hivi vyote vimeandikwa na Yeremia. Kitabu cha Ezekiel kimeandikwa na Ezekiel. Danieli, kwa Danieli amekiandika kitabu hicho. Hosea kimeandikwa na Hosea. Yoeli na Yoeli. Amosi na Amos. Obadia imeandikwa na Obadia. Yona na Yona. Mika na Mika. Naumu imeandikwa na Naumu. Habakuki na Habakuki. Zefania na Zefania. Kitabu cha Hagai kimeandikwa na Hagai. Zekaria na Zekaria. Malaki kimeandikwa na Malaki. Sasa hivi vitabu vya Agano Jipya. Vitabu hivi vya Agano Jipya, kitabu cha Mathayo kimeandikwa na Mathayo. Kitabu cha Marko kimeandikwa na Marko. Kitabu cha Luka kimeandikwa na Luka daktari. Kitabu cha Yohana kimeandikwa na mtume Yohana. Kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa na Luka daktari. Kitabu cha Warumi, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wagalatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai, wa Thesalonike wa kwanza, wa Thesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito na Filimoni. Vitabu hivi vyote vimeandikwa na mtume Paulo. Vitabu hivyo vyote vimeandikwa na mtume Paulo. Kuanzia kitabu cha Warumi mpaka kitabu cha Filimoni vimeandikwa na Paulo. Na mtume Paulo ndiye mtu ambaye ameandika vitabu vingi sana vilivyomo katika Biblia. Mtume Paulo ni mtume aliyeandika vitabu vingi zaidi katika Biblia. Lakini kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho mwandishi wake hajulikani ni nani. Kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho hakijulikani mwandishi ni nani, lakini inasadikika au inasemekana, ambapo si kwa 100% inawezekana au inasadikika mwandishi wa Waebrania yamkini alikuwa ni Paulo. Yamkini alikuwa ni Paulo. Lakini hilo sio jibu la mwisho, kwa sababu bado hatuna ushahidi wa kuthibitisha zaidi kwamba yeye ndiye mwandishi wa kitabu cha Waebrania. Ingawaje uandishi au mwandiko wa kitabu cha Waebrania, aina ya uandishi unafanania kwa kiasi kikubwa na uandishi wa Paulo. Lakini kitabu cha Yakobo kimeandikwa na Yakobo. Yakobo huyu aliyeandika kitabu sio Yakobo yule mtume. Hapana, Yakobo huyu ni ndugu yake Yesu au kaka yake Yesu. Sasa tukisema kaka yake Yesu inamaanisha ni mdogo wake Yesu. Huyo ndiye aliyeandika kitabu cha Yakobo. Lakini kitabu cha kwanza cha Petro na kitabu cha pili cha Petro viliandikwa na mtume Petro. Lakini kitabu cha kwanza cha Yohana, kitabu cha pili cha Yohana pamoja na kitabu cha tatu cha Yohana viliandikwa na mtume Yohana. Lakini kitabu cha Yuda kiliandikwa na Yuda. Asa Yuda aliyekiandika kitabu hiki sio Yuda Iskarioti jamani. Huyu alikuwa ni ndugu yake na Yesu. Yupo Yuda ambaye alikuwa ni mdogo wake na Yesu. Yaani hawa wote walizaliwa pamoja na Yesu. Yesu kama kaka yao mkubwa. Hasa huyu Yuda ndiye aliandika kitabu cha Yuda. Lakini kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ambacho ndicho kitabu cha mwisho katika Biblia, kiliandikwa na mtume Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana kiliandikwa na mtume Yohana. Naomba kwa leo tutaishia hapa, lakini katika mwendelezo wa takwimu za Biblia tutaenda kuangalia siku nyingine hivi vitabu viliandikwa kipindi gani, viliandikwa na nyakati gani, yani viliandikwa katika miaka gani, kila kitabu na mwaka wa kuandikwa. Lakini tutaona pia na kitabu gani kilikuwa cha kwanza kuandikwa na kitabu cha mwisho kuandikwa. Lakini tutaenda kugusia pia vitabu ambavyo vilipotea. Vitabu ambavyo vilipotea na tunaweza tukaona na sababu ambayo ilisababisha vitabu hivyo kupotea. Vipo vitabu ambavyo vilipotea, vikiwemo vitabu vya wafalme wa Yuda na vitabu vinginevyo ambavyo Biblia ukisoma unakutana na vitabu hivyo ambavyo vilipotea. Lakini tutaweza kugusia na vile vitabu vya apokrifa. Kwa nini vitabu vya apokrifa
havijaingizwa katika vitabu vya Biblia vitabu 66, vile vitabu vya apokrifa, vitabu vilivyokataliwa. Sababu ya vile vitabu kukataliwa ni nini? Kwa nini vile vitabu vilikataliwa? Kitu gani kilichopelekea vitabu hivyo vikakataliwa na hivi vingine vikaingizwa katika hivi vitabu? Lakini tutaenda kuangalia na mambo mengine mbalimbali ya uchambuzi wa Biblia. Baki katika channel hii ndugu yangu, usiondoke katika channel hii kwa masomo haya na mengine mengi mazuri. Basi hapa ni sehemu yako sahihi sana. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubscribe, subscribe channel hii. Mungu akubariki sana. Kama kuna kitu umekipata na kuna kitu umejifunza katika video hii, basi utukufu uende kwa Kristo Yesu. Tunafanya hii kwa utukufu wa Mungu wetu. Na kama umeguswa kwa njia moja ama nyingine kuisapoti huduma hii, basi usisite kufanya hivyo na Mungu atakubariki. Huduma hii inahitaji gharama kubwa, lakini pia inahitaji kujitoa, lakini inahitaji muda pia kufanya mambo haya yote. Kwa hiyo unaweza ukatuwezesha kwa support yako yoyote ili tuendelee kwenda pamoja katika kujenga mwili wa Kristo. Tunafanya hii kwa ajili ya utukufu wa Kristo na katika kujenga mwili wa Kristo. Video hizi zinaenda kuwafikia watu wengi sana. Kuna watu wako mbali sana, kuna watu wako kwenye nchi ambazo hata kufanya ibada inakuwa ni ngumu, lakini wanapokutana na video kama hizi zinawasaidia katika namna moja ama nyingine kuwa karibu na Mungu. Kwa hiyo tunahitaji support yako. Unaweza ukatusupport pia katika kuifanyikisha huduma hii izidi kuendelea mbele. Na kwa msaada wako Mungu atakubariki. Kwa kadri video hizi zinazowafikia watu wengi na watu wengi wanafunguka kupitia video hizi, naamini pia Mungu atafanya kitu kwako wewe. Lakini usisite kutuombea pia. Tunahitaji maombi katika kuifanikisha hii kazi ya Mungu. Tunahitaji utuombee pia na mambo mengineyo. Mungu atazidi kufanya kwa kadiri ya utukufu wa jina lake. Ila nikuombe kama hujasubscribe, subscribe, lakini tusaidie kusambaza video hizi. Share kwa watu wengine kwa kadiri vile unavyoweza. Mambo haya yakafika kwa watu wengi na yakalisaidia kanisa la Mungu. Hii ni Hazina ya Kanisa. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Mungu akubariki sana.